Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Ni ya bara almaarufu kama NBC Premium League ambao tumetoka kutazama kutokea katika uwanja wa KMC Complex uliopo Mwenge jijini Dar es Salaam. Ni mchezo wa mzunguko wa 25 ambapo mchezo huu umeikutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji, ambapo mechi ni miongoni mwa mechi bora kabisa msimu huu kutokana na jinsi ambavyo timu hizi ziliweza kucheza na kuweza kupishana, ambapo tunashuhudia kwa upande mwingine katika kipindi cha kwanza timu zote zilikuwa katika mpango sahihi kutokana na maelekezo ya walimu wao, lakini katika kipindi cha pili tunashuhudia ndipo ambapo scoreboard ilipobadilika, ambapo Simba walifanikiwa kupata goli katika dakika ya 62 kupitia kwa Elim Panzu Kibisawala, na moja kwa moja goli hilo likaweza kuifanya klabu ya soka ya Simba kukaa kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC wakiwa wamecheza michezo 25 na alama zao 58, huku Dodoma wao wakisalia katika nafasi ya 8 wakiwa na alama 33, ambapo tunashuhudia ni moja ya mechi bora kabisa kutokana na jinsi ambavyo timu hizi zilivyocheza. Watu wengi walizania Simba Sports Club itakwenda kuibuka na ushindi wa mabao mengi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji. Sasa katika mchezo wa Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji, goli ambalo alishinda mchezaji Elim Panzu katika dakika 62 limekuwa na utata mkubwa kutokana na mazingira jinsi ambavyo liliweza kufungwa, ambapo kiangalia goli hilo kwanza limetokana na mkwaju wa penati ambao yeye mwenyewe Elim Panzu aliusababisha katika dakika ya 59, ambapo alichezewa rafu na golikipa wa klabu ya soka ya Dodoma Jiji. Hapa tukienda kumwongelea moja ya golikipa ambaye alionyesha kiwango bora kabisa, Daniel Mgore, ambapo watu wengi waliweza kwenda mbali zaidi na kusema kwamba huenda isingekuwa penati, lakini tunashuhudia mara baada ya Chama kupiga penati na golikipa Daniel Mgore kuweza kuiokoa penati hiyo, mchezaji Elim Panzu akaweza kwenda kufunga goli. Sasa utata upo wakati Clatous Chota Chama anapiga ule mkwaju wa penati, tunashuhudia kwa upande mwingine Elim Panzu alikuwa tayari ameshaingia ndani ya box. Sasa watu wengi wataka kufafanuliwa kuona sheria zinasemaje. Je, lile lilipaswa kuwa goli halali ama si goli halali? Sasa ngoja tukwambie kitu kimoja kuhusiana na upigaji wa penati. Cha kwanza, tunashuhudia wakati mchezaji Clatous Chota Chama anakwenda kuipiga ile penati, mchezaji wa Simba Elim Panzu alikuwa tayari ameshaingia ndani ya box, lakini kuna baadhi ya wachezaji wa Dodoma Jiji nao pia walikuwa wameingia ndani ya box wakati Chama anapiga ule mkwaju wa penati na kuweza kukosa. Sasa kutokana na kitendo cha Chama kukosa ile penati, watu wengi wanajiuliza, je, kwa nini goli la Elim Panzu limesabika? Na kwati pale kwa mujibu wa sheria ingetakiwa goli hilo kurudiwa. Sasa sheria zinasemaje? Sasa kama wachezaji wanaingia mapema kabla mpira hujapigwa, maamuzi utegemea nani aliingia na matokeo ya penati. Sasa jambo la kwanza, mchezaji wa timu inayoshambulia akiingia mapema, mfano kama pale angeingia Elim Panzu peke yake, basi goli likifungwa penati hurudiwa. Goli lisipofungwa, timu inayodefend, yani timu inayozuia upata indirect free kick, yani kwa maana kwamba pale kwa sababu Elim Panzu aliingia mchezaji wa Dodoma, kwa hapa goli alikufungwa, basi kwa upande mwingine katika sheria hii, basi kwa upande mwingine hamna hapa cha kusema. Lakini jambo la pili, mchezaji wa timu inayodefend, yani mchezaji wa timu inayozuia akiingia mapema, basi goli likifungwa, goli linahesabiwa. Mfano pale mchezaji wa Dodoma angeingia peke yake pasipo mchezaji wa Simba kuingia, basi goli lingehesabiwa, lakini goli lisipofungwa penati hurudiwa. Mfano kama pale mchezaji wa Dodoma Jiji angeingia pasipo mchezaji wa Simba kama Chama alivyokosa penati pale, basi goli lingerudiwa. Lakini wachezaji wa timu zote mbili wakiingia mapema kama ambavyo wachezaji wa Dodoma Jiji walivyoingia na Elim Panzu walivyoingia, basi mara nyingi penati hurudiwa bila kujali matokeo. Yani kwa maana kwamba pale penati ya jana ingetakiwa kurudi, kwa sababu kiangalia Mpanzu aliingia na kuna baadhi ya wachezaji wa Dodoma Jiji waliingia. Sababu ya sheria hii ni kuhakikisha fairness, yani haki kwa timu zote mbili. Kuingia mapema kunaweza kumpa mchezaji advantage ya kuwahi kurebound mpira kumbana mpigaji,
au kumsaidia golikipa kabla ya muda sahihi haujafika. Ndio maana waamuzi wa VAR huangalia sana hilo, hasa kwenye mechi kubwa. Kwa hiyo kama pale kungekuwa na VAR jana katika uwanja wa KMC Complex, basi refari angeenda kujiridhisha penalti hiyo, kisha moja kwa moja kwa upande mwingine angekuja kutoa maamuzi ya kurudiwa, kwa sababu ukiangalia kuna wachezaji wa Dodoma waliingia na mchezaji Elie Mpanzu aliingia. Kwa hiyo kwa maana kwamba tuna conclude ama tunamalizia kusema kwamba penalti ya jana ilipaswa kurudiwa, kwa sababu ukiangalia wachezaji wote wa Dodoma Jiji, mchezaji wa Simba waliingia ndani ya box kabla Chama mpira hujatoka mguuni kwake kwenda kwa golikipa. Lakini kama Mpanzu angeshinda goli pasipo mchezaji wa Dodoma kuingia, basi wangenufaika Dodoma Jiji kwa kuweza kupiga indirect free kick, yani ya moja kwa moja. Lakini kama mchezaji wa Dodoma angeingia na Chama angekosa penalti, basi ingerudiwa, na kama angepata, basi moja kwa moja penalti hiyo ingehesabiwa.